kuona, kwa sababu hata ukiangalia Yanga wanamtoa kocha, lakini structure yao ya timu inaanza vile vile. Na maana kocha anakuja kuanza kwenye first 11 ile iliyokuwa inaanza, lakini sasa hivi anakuja kocha Simba, unachangaa aliyekuwa anaanza first 11 anaanzia benchi. Umeelewa? Kitu ambacho unashindwa hata kukielewa. Angalia Yanga, ukitaka kupeleka taarifa unapeleka kwa mtu mmoja ambaye ni engineer peke yake. Sasa sisi una Mangungu, una sijui Magori, una wajumbe sio, yani kitu kizunguke kinakuwa na mrundikano yani inakuwa ni mnyororo mrefu sana kiasi kwamba mpaka kije kifanyiwe kazi ni ngumu. Tunahitaji Simba tuwe na kiongozi, structure yenye uongozi mmoja, yani kiongozi ni mmoja. Akisema tunakwenda huku tunakwenda huku. Lakini sasa Simba Magori akisema anakwenda A, kesho Mangungu akasema anaenda B, tunamfuata nani? Tunamfuata Magori au tunamfuata Mangungu? Na unaweza kuwa kocha, na sio kwamba ukiwa kocha uruhusiwi kufanya makosa. Anafanya makosa, lakini huyu bwana inaonekana sio mwepesi wa kujisahihisha. Kwa hiyo iko hivi, kama Simba hawatashtuka mapema au hatutashtuka mapema, huyu jamaa atatupeleka shimoni. Kwa sababu gani? Mechi ya kwanza unaona, kwanza alijaribu kutokuwa na striker, anahangaika. Leo amekuja hajawa hata na mpango mkadi bora. Basi unapoiona mechi inakushinda, usikubali kufungwa. Ndio ambacho alikuwa anakifanya Fadu. Mimi ni shabiki wa Simba, lakini pia ni shabiki ambaye nauelewa mambo ya football. Kwa sasa kiukweli, bila kupepesa macho na kuwa wakweli na wawazi, Simba ijipange kwa ajili ya msimu ujao na sio msimu huu tena, kwa sababu hakuna sehemu yoyote ambayo iko sawa kwa walau asilimia hata 50, kwenye upande wa viongozi, kwenye upande wa benchi la ufundi, kwenye upande wa timu kwa muunganiko. Yani Simba haiko hata kwenye mwelekeo wa kuifikia Simba ya msimu uliopita. Kwa hiyo mimi nawashauri wa wanachama na wapenzi wa timu ya klabu yetu ya Simba kwamba wasiwe na mategemeo makubwa sana, mioyo yao itawauma. Kwa mfano Champions League wasiwe na mategemeo, kwenye TPLB yani hii ligi kuu ya NBC wasiwe na mategemeo, wala CRDB, kwa sababu kuanzia kwenye uongozi timu haiko sawa. Viongozi unawaona usoni, japo wanaojiwa. Aliojiwa juzi Magori kwenye redio, unamsikia kauli zake, analalamika. Ukimwangalia Mangungu leo anavyotoa majibu yake, ni kama mtu fulani ana jaziba, ni kama mtu fulani hataki kusikiliza vitu fulani. Ukiwaangalia wanachama ni wananungunika. Sasa hatuwezi kuwa na timu ya namna hiyo. Wanachama wananungunika, viongozi wameangalia, huyu ameangalia huku, huyu ameangalia huku. Anaulizwa mjumbe yule Barbara Gonzalez, vipi? Anasema sitaki kuongea chochote, waujiwe. Yaani unaona kama kuna kitu kimejificha kinazunguka. Kwa kama hawatakaa na kurekebisha, ni kwamba hata nafasi ya pili wanaweza kushindwa kuispare, ambayo mimi naiona ndio peke yake wanaweza kuigombea msimu huu. Lakini kwenye ligi hiyo ni ya kugombea. Yaani hiyo nafasi ya pili ni ya kugombea, kwa sababu ukiangalia hakuna, ni moja katika pengo kubwa sana ambalo Simba wanalo na liwe wazi, ni namna gani wataiunganisha timu kuanzia alipoiachia Fadlu. Sio hivyo walivyokuja kuibomoa. Yaani pale alipoiachia Fadlu pale warudi pale, waendelee pale. Lakini hii timu ukiangalia ni kama alivyoondoka Fadlu, kama imebomolewa kurudi zero, inaanza upya. Mchezaji aliyekuwa anaanza benchi. Ukishaona timu inakuwa na staili hiyo, hawezi kuona. Kwa sababu hata ukiangalia Yanga wanamtoa kocha, lakini structure yao ya timu inaanza vile vile. Na maana kocha anakuja kuanza kwenye first 11 ile iliyokuwa inaanza, lakini sasa hivi anakuja kocha Simba, unachangaa aliyekuwa anaanza first 11 anaanzia benchi. Umeelewa? Kitu ambacho unashindwa hata kukielewa. Kwa hiyo moja kwa moja mimi niwaambie tu, punguzeni mategemeo na tuache kuingia viwanjani tukiwa na matokeo mfukoni. Itatuathiri sana na itatuvunja moyo sana. Kwa hiyo sasa hivi tuiangalie timu tutairudishaje, lakini swala la kusema tutegemee matokeo kwa sasa ni kujiumiza, kwa sababu haieleweki. Tunaanza, mbona kama umekata tamaa sasa? Sio kwamba tumekata tamaa, huo ndio uhalisia. Mtu ambaye hapa ninachokiongea ni football. Iangalie Yanga ambao ni rivals wetu, angalia wanavyocheza. Angalia Yanga, ukitaka kupeleka taarifa unapeleka kwa mtu mmoja ambaye ni engineer peke yake. Sasa sisi una Mangungu, una sijui Magori,
una wajumbe sio, yani kitu kizunguke kinakuwa na mrundikano yani inakuwa ni mnyororo mrefu sana kiasi kwamba mpaka kije kifanyiwe kazi ni ngumu. Tunahitaji Simba tuwe na kiongozi, structure yenye uongozi mmoja, yani kiongozi ni mmoja. Akisema tunakwenda huku tunakwenda huku. Lakini sasa Simba Magori akisema anakwenda A, kesho Mangungu akasema anaenda B, tunamfuata nani? Tunamfuata Magori au tunamfuata Mangungu? Bwana Jackson. Turudi kwenye football. Umesema unauelewa wa football. Kwenye football kuna kitu tunaita kiburi cha mbinu ama tunaita tactical arrogance. Ukimwangalia kocha Dimitri Pantev, namna ya style yake ya kuipanga timu icheze, mara kwa mara amekuwa akichezesha timu bila striker, lakini juzi alihojiwa kwamba kwa nini hujachezesha striker, akasema yeye hata kama game ya Petro Atletico di Rwanda ingerudiwa pale kwa Mkapa, yeye asingechezesha striker, ndio kutokana na mpango kazi wake ambao walikuwa nao. Leo akaanza na striker Selemani Mwalimu, leo ameingia ma striker wawili, timu nafasi imetengeneza za kutosha. Wewe hapo unaona Mwalimu kuna mahali yuko sahihi ama hayuko sahihi? Okay, iko hivi, Pandev hayuko sahihi kwa sababu zifuatazo. Unajua unapopewa timu, unajua Fadlu alipewa timu akaanza nayo msimu pre-season. Kwa hiyo alikuwa na muda wa kuiandaa timu anayoitaka na wachezaji anaowataka, mpaka akaagiza niletewe huyu. Yule angefanya anachokifanya Pandev, mimi ningeweza kumtetea Pandev, lakini Pandev amekuja katikati, timu ilishaanza pre-season na kocha mwingine, yeye amekuta structure inayocheza alichotakiwa kukifanya kwanza. Kabla kocha mzuri ni kwamba usifike ukaanza kuvuruga structure wakati hujaanza na timu. Njoo iangalie timu yako kwanza inashika nafasi ya ngapi, inahangaika kushuka daraja. Kama inahangaika kushuka daraja, ndio unaweza ukasema mbinu zinazotumika pale sio sahihi. Lakini timu ya Simba haihangaiki kushuka daraja. Timu ya Simba ni timu ambayo inagombania ubingwa, ni timu ambayo ipo kwenye michuano ya Champions League. Unachotakiwa kufanya, unakopi kile kilichopo kwanza, alafu unaangalia mapungufu yake. Lakini ninavyomuona huyu bwana hakopi, yani haangalia anachokifanya, anavuruga na kutaka kutengeneza kitu kipya katikati ya mashindano. Sio kusema hamna kocha, anaweza kawa yuko kocha lakini ameshafanya makosa, na unaweza kawa kocha na sio kwamba ukiwa kocha uruhusiwi kufanya makosa. Anafanya makosa, lakini huyu bwana inaonekana sio mwepesi wa kujisahihisha. Kwa hiyo iko hivi, kama Simba hawatashtuka mapema au hatutashtuka mapema, huyu jamaa atatupeleka shimoni. Kwa sababu gani? Mechi ya kwanza unaona kwanza alijaribu kutokuwa na striker, anahangaika. Leo amekuja hajawa hata na mpango mkadi bora. Basi unapoiona mechi inakushinda, usikubali kufungwa. Ndio mechi alikuwa anakifanya Fadlu mechi zote za nje ya Tanzania. Alipokuwa anaona hii mechi siwezi kuimudu kufuata magoli, alikuwa anakaa nyuma, anakwenda kwa tahadhari na kwa nidhamu. Ndio maana ukiangalia mechi za Simba za nje, kuna ambazo walifanikiwa kupata sare na kuna ambazo walifanikiwa kupata kushinda. Lakini huyu bwana inaonekana hana nidhamu kwanza. Yani wewe uko ugenini na unaona kabisa mechi ni ngumu, unafunguka. Huwezi kufunguka, utafungwa. Yani wewe nenda kwanza ni kweli una uhitaji wa kufunga, ni kweli unahitaji wa kupanda kwenye kupata points kwa ajili ya group lako, lakini tayari uko ugenini. Unafungukaje na kikosi chako unaona kabisa hujakielewa? Rudi kwanza, jipange, zuia kwanza, usifunge alafu tafuta kupata sare au kufunga. Ndio maana hata Waarabu ukiwaangalia, hata kama na timu nzuri hivi, Mwarabu akija kwako hafunguki, anazuia kwanza, aangalie kwanza kama atafanikiwa kukuzuia usifunge. Akishafanikiwa anatafuta sare, akiikosa sare basi hataki kabisa kufungwa, au hata ukimfunga basi umemfunga zaidi, sio zaidi ya goli moja. Lakini sasa kocha unaenda ugenini, uko ugenini, timu kwanza ina mapungufu. Wewe hiyo timu ni ngeni kwako. Pili, timu ina mapungufu. Sijui Kagoma alikuwa hayupo ile mechi iliyopita. Haya, huyu Kibudeni si amefiwa msiba. Timu haina balance kutoka bado unataka ufunguke, utafute kwa kulazimisha kushinda hiyo mechi, ni ngumu. Asante.